Yes. Okay, shalom. Karibu tena kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Leo nataka nizungumzie mpango wa kuzimu juu ya Tanzania kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Mpango wa kuzimu juu ya Tanzania kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Nisikilize kwa makini sana. Natumia dakika chache tu. Ninaomba unisikilize kwa makini sana. Nilikwambia kwamba kuna malaika wa kuzimu, mshawishi wa giza, ambaye ameachiliwa kwenye mipaka ya Tanzania ili kushawishi mioyo ya viongozi, mioyo ya wanasiasa na mioyo ya wananchi, kuachilia roho ya uchungu. Viongozi wetu, wanasiasa wetu wako vizuri kabisa, lakini huyu malaika wa giza ameachilia shinikizo kubwa, roho ya uchungu ndani yao, kiasi kwamba anataka kuzimu inataka Tanzania imwage damu. Kupitia hiyo roho ya uchungu ndani ya mioyo ya wanasiasa na kupitia hiyo roho ya uchungu ndani ya mioyo ya wananchi, Tanzania watainukiana wao kwa wao katika uchaguzi na kusababisha vurugu na machafuko ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo huu ni mpango wa kuzimu kabisa. Ni watu wachache wanaoelewa huu mpango. Lakini leo niko hapa kuachilia ushauri. Na ushauri unaweza kufanyia kazi au usifanyie kazi. Na matokeo ya ushauri aidha yanapimwa kwa kufanyia kazi au kwa kutofanyia kazi. Kwa hiyo matokeo yake utayaona aidha ukiufanyia kazi au usipofanyia kazi. Nisikilize kwa makini sana. Aidha ni mwanasiasa, kiongozi wa dini au mtu yeyote uliye na ushawishi katika jamii. Kuwa makini sana na kila jambo ambalo unalinena mbele za watu. Kuwa makini sana na kila neno ambalo unalizungumza kwa wananchi. Kwa maana nikwambia, unaweza kuwa unadhani unamtumikia Mungu au umetumwa na Mungu na ukazungumza maneno kuhusiana na serikali au ukazungumza na maneno kuhusiana na nchi, ambayo haya maneno nilikwambia kwamba huyo malaika wa giza anayatumia maneno yale tu kuachilia uchungu ndani ya mioyo ya watu. Kwa hiyo kila neno unalolitamka linapowaingia watu, wanakuwa na roho ya uchungu kiasi kwamba mtu anakuwa na hasira ya kumchinja mtu au kusababisha machafuko na kumwaga damu, kusababisha machafuko au kuchinja kabisa mtu. Kwa hiyo aidha ni kiongozi wa dini au ni mwanasiasa, mimi naachilia tu ushauri kama mtu wa Mungu. Kuwa makini na kila neno unaloliongea ili uwe na hekima. Epuka maneno ambayo yatasababisha uchochezi au roho ya uchungu ndani ya mioyo ya wananchi, ili tuweze kuidumisha amani ya Tanzania. Kwa hiyo viongozi wa dini, kuwa makini na kila neno unaloliongea. Kuwa makini, kwa sababu shetani na huyo malaika anatumia neno hilo tu kuachilia roho ya uchungu ndani ya mioyo ya wananchi, ambayo huo uchungu sasa, ili mtu roho ya uchungu iishe, ni ngumu sana. Lazima atimize makusudi ya moyo. Kwa hiyo viongozi wa siasa, tuwe makini na siasa zetu, tufanye siasa za amani ili kudumisha amani ya nchi yetu, tukitumia maneno sio ya uchochezi, tukitumia maneno ya hekima ambayo hayaongezi uchungu ndani ya mioyo ya watu, ambayo yatapelekea machafuko ndani ya nchi yetu. Kumbuka nilikwambia kwamba Tanzania tumepewa dhamana kubwa na Mungu kama nchi ya agano, kuihubiri injili ya uamsho au injili ya siku za mwisho kwa mataifa yote ulimwenguni. Mungu ametupa dhamana kubwa kuihubiri injili ya uamsho ulimwenguni kote. Kwa hiyo mataifa yote yanategemea Tanzania, yanategemea injili kutoka Tanzania. Kwa hiyo tukiruhusu Tanzania imwage damu, tutakuwa tumejitoa kuwa nchi ya agano, na tutakuwa tumejitoa kabisa kuwa nchi ambayo itategemewa na Mungu kuipeleka injili ya uamsho ulimwenguni kote. Kwa hiyo amani ya nchi yetu ni muhimu kuliko kiti cha mtu yeyote, kuliko nafasi ya uongozi wa mtu yeyote. Tuepuke maneno ya ushawishi
na tudumishe nchi yetu. Kwa hiyo jukumu la mwana wa Mungu, kama wewe ni mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, omba sana kwa nguvu zote, iombee nchi ya Tanzania tunapoelekea kwenye uchaguzi, kwa maana shetani na mawakala zake wamepanga Tanzania imwage damu, wameisagia meno Tanzania, kwamba Tanzania imwage damu. Kwa hiyo omba kwa nguvu zote kuzuia damu kumwagika, na ule mpango wa kuzimu ukafie mbali, na wale waliotumwa kuachilia uchochezi ndani ya mioyo ya watu, omba kuzuia hilo. Ondoa roho ya uchungu ndani ya mioyo ya watu. Kwa hiyo omba kwa nguvu sana, na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo matokeo ya huu ushauri niweza kuufanyia kazi au kutoufanyia kazi, matokeo yake yatapimwa. Usipofanyia kazi, matokeo yataonekana. Amen, amen. Haleluya.